tunapoendelea na safari yetu ya hekima kupitia kitabu cha Mithali. Natumai umeona kwamba mkusanyiko huu wa maneno uliovuviwa na Mungu unagusa karibu kila kipengele cha maisha, na hiyo ni kwa sababu inafanya hivyo. Sasa hatuna muda wa kusimama kwenye kila mithali katika kitabu hiki kwenye safari yetu ya hekima, lakini katika sura hizi chache zijazo kwa leo, ninachotaka kufanya ni kuonyesha baadhi ya mada muhimu ambazo Sulemani anazungumzia. Kwa njia, tumetengeneza hapa wisdom chart ya mada muhimu kupitia kitabu cha Mithali ili uweze kuona mada hizi muhimu, na mwishoni mwa kipindi cha leo tutakuambia jinsi unavyoweza kupata nakala yako. Sasa leo tuko katika sura ya 16. Tunapewa moja ya kanuni za kutia moyo kwa leo hapa katika mstari wa 3. Hivi ndivyo Sulemani anavyoandika: mkabidhi Bwana kazi zako na mipango yako itathibitishwa. Kwa maneno mengine, ikiwa unataka mipango yako iende katika mwelekeo sahihi, unahitaji kuikabidhi kwa Bwana na kufanya hivyo kila siku. Kwa kweli, neno kukabidhi linamaanisha kimsingi kuviringisha juu. Kwa hivyo unaviringisha mipango yako juu ya Bwana. Unaweka orodha yako ya mambo ya kufanya mikononi mwa Bwana. Wewe ni unamwamini atakuongoza katika siku hii. Sasa huenda usifanye kila kitu kwenye orodha yako leo. Unaweza kusumbuliwa. Kwa kweli, nina hakika utasumbuliwa, lakini usumbufu huo ni sehemu ya mpango wa Mungu kwako leo. Yeye ndiye anayesimamia ratiba yako. Unaweza kumwamini anapofungua siku na unapoendelea kuviringisha mipango yako juu yake. Sasa hapa kuna methali ambayo watu wengi wanajua. Iko katika mstari wa 18: kiburi hutangulia maangamizi na roho ya majivuno hutangulia anguko. Sasa neno la Kiebrania kwa majivuno ni la kuvutia. Inahusiana na urefu wa mtu, na tunawasilisha wazo hilo hadi leo kwa kusema kwamba mtu mwenye majivuno ana pua yake angani. Mtu huyo anawaangalia wengine kwa dharau. Sasa ikiwa pua yako iko angani, utazingatia njia yako na utaishia kujikwaa na kuanguka kifudifudi. Hivyo ndivyo onyo lilivyo hapa. Sulemani hapa mara nyingi anaonya dhidi ya kuwa na hasira haraka, na hapa tena mada hiyo inaonekana katika mstari wa 32: yeyote aliye mwepesi wa hasira ni bora kuliko mwenye nguvu, na anayeitawala roho yake kuliko anayeuteka mji. Machoni pa Mungu, uvumilivu au kujidhibiti ni kweli zaidi ya heshima kuliko nguvu za kimwili. Kutawala mji si muhimu sana kwa Mungu kama utawala roho yako. Vema, Sulemani anaongeza hapa katika sura ya 19 mstari wa 11: mithali hii nzuri, busara nzuri humfanya mtu kuwa mwepesi wa hasira. Vema, kama tunavyosema leo, urefu wa fuse yako inachukua muda gani kwako kukasirika? Vema, hicho ni kipimo kizuri cha kina cha hekima yako ya kimungu. Je, kiberiti chako ni kirefu kiasi gani leo? Vema, sasa hapa katika sura ya 21 tunapewa ukumbusho mzuri, hasa katika siku hizi za mgawanyiko wa kisiasa na kijamii. Sulemani anaandika hapa katika mstari wa 1: moyo wa mfalme ni kama mkondo wa maji mkononi mwa Bwana, yeye huugeuza popote atakapo. Kwa maneno mengine, wafalme wanaweza kufikiri wanatawala kila mtu, lakini Mungu ndiye anayewatawala watawala. Kwa kweli, wanaingia madarakani kwa sababu Mungu alitaka wawepo hapo. Hata viongozi waovu wanaweza kuwa sehemu ya mpango wa Mungu wa historia. Mtume Paulo aliandika kwamba hakuna mamlaka ya kiserikali inayokuwepo isipokuwa kutoka kwa Mungu, na kwamba wale waliopo wamewekwa au kimsingi huwekwa madarakani na Mungu. Warumi sura ya 13 mstari wa 1. Sasa hiyo inapaswa kukusaidia. Ulala usiku, unaweza na kwa kweli unapaswa kupiga kura kwa dhamiri yako. Unapaswa kuomba kwa ajili ya viongozi wacha Mungu. Kwa njia, napenda inapokuwa muumini ameteuliwa na Mungu kuhudumu katika ofisi ya kisiasa au ya kisheria. Lakini sikiliza, hata kama mgombea wako atashindwa, yule anayechukua ofisi hiyo yupo hapo kwa mpango au chaguo la Mungu. Hakuna anayepata madaraka, Paulo anaandika, bila uteuzi wa Mungu. Hatimaye kila mtawala, kila kiongozi, kila taifa litatoa hesabu kwa Mungu.
Yeye ni mfalme wa wafalme. Lakini nataka uone kama Sulemani anavyorekodi hapa kwamba hata moyo wa mfalme mwovu uko mikononi mwa Mungu, na Mungu anamwongoza kama anavyosongesha mikondo ya mito na bahari. Inaweza kuonekana kama machafuko leo, lakini kama ninavyopenda kusema, Mungu ana udhibiti wa mwisho wa machafuko. Anawahamisha hata watawala waovu kutimiza ahadi zake za mwisho. Sasa kwa hayo, Sulemani anarudi kwenye mada inayojitokeza mara nyingi katika kitabu cha Mithali. Ni mada ya kufanya kazi kwa bidii. Sura ya 20 hapa na aya ya 13 inasema, usipende usingizi, usije ukawa maskini. Fungua macho yako na utakuwa na mkate mwingi. Ninaweza kukumbuka nikiwa mvulana wa miaka 12 au 13, nikilazimika kuamka asubuhi ya Jumamosi na kwenda kukata nyasi 2 au 3. Nilikuwa na biashara ndogo ya kukata nyasi ambayo ilinipatia pesa za kutosha kuwasaidia wazazi wangu wa mishonari mwishoni mwa majira ya joto kununua nguo na viatu nilivyohitaji kwa mwaka mpya wa shule. Lakini hebu nikuambie, kuamka kitandani asubuhi ya Jumamosi ili kusukuma mashine ya kukata nyasi chini ya jua kali lilikuwa jambo la mwisho kabisa nililotaka kufanya. Na ukweli ni kwamba haijawahi kuwa rahisi kwangu kufanya kazi fulani ambayo ninapaswa kufanya hadi leo. Sawa, chochote unachopaswa kufanya leo ni nini, mpendwa? Labda ni kusukuma kalamu katika mradi huo wa uandishi, au labda kusukuma mzigo wa nguo kwenye kikausha, au kusukuma kupitia rundo la karatasi kwenye dawati lako. Labda ni kusukuma ng'ombe kwenye zizi lao. Chochote kile, fanya kazi juu yake. Fanya kazi kwa bidii juu yake. Fanya kadri ya uwezo wako. Inampendeza Bwana ambaye kwa njia alikupa kazi hiyo. Sasa hiyo ni hekima yake ya kiungu ikifanya kazi kupitia wewe. Sasa utaona katika kusoma Mithali kwamba kuna mistari mingi inayohusiana na maisha ya familia kama ndoa au malezi, nidhamu na kadhalika. Kwa kweli Mithali inatoa baadhi ya maelekezo yenye msaada zaidi kuhusu familia ambayo utapata katika Biblia yote. Tukirudi kwenye sura ya 19 katika mstari wa 13 tunasoma, mwana mpumbavu ni uharibifu wa baba yake, na ugomvi wa mke ni matone ya mvua yanayoendelea. Naam, hoja hapa ni dhahiri kabisa. Hakuna mtu anayetaka mwana mpumbavu. Hakuna mwanamume anayetaka mke mgomvi. Ni kawaida kutamani familia yenye hekima, mwana mwenye hekima, ndoa nzuri, lakini hilo halitokei kiotomatiki. Linapokuja suala la watoto wako wanazaliwa wakiwa wenye dhambi, utawahi kuhitaji kuwafundisha jinsi ya kusema uongo. Utahitaji kuwafundisha jinsi ya kusema ukweli. Utawahi kuhitaji kuwafundisha watoto wako jinsi ya kuwa wabinafsi. Utahitaji kuwafundisha jinsi ya kushiriki. Kwa hivyo inahitaji kazi katika maisha ya familia. Sasa nikija hapa kwenye sura ya 22, Sulemani anaandika hivi katika mstari wa 15, upumbavu umefungwa katika moyo wa mtoto. Hiyo ni ufahamu zaidi juu ya mada hii. Ni hali ya moyo wa kila mtoto. Upumbavu. Kuna matumaini kwa wazazi kwa sababu sehemu ya pili ya mstari huu inasema, fimbo ya nidhamu hufukuza mbali naye. Sasa wacha niongeze kwamba fimbo hapa haijustifai ukatili au unyama. Inarejelea adhabu ya kimwili iliyopimwa na thabiti kama sehemu ya kuimarisha mema na mabaya. Sasa kuna methali ambayo mara nyingi haieleweki vizuri hapa nyuma katika mstari wa 6 wa sura hii hiyo, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Sasa kumbuka wapendwa, methali zinatoa kanuni za jumla, siyo dhamana. Mafunzo ya kiungu hayahakikishi mtoto au maisha ya kiungu. Kwa kweli, kitabu cha Methali kinaweka wazi kwamba maelekezo ya kiungu yanaweza kukataliwa au kupuuzwa. Na kwa njia, kifungu cha Kiebrania hapa au neno kwa mtoto, nawe ni neno, linatumika katika Methali kwa kijana ambaye tayari amefikia umri wa kuoa. Hiyo inatoa maana tofauti kidogo kwa hili, sivyo?
Kama mzazi, unawahimiza watoto wako wakubwa kutembea katika hekima, njia ambayo umewaonyesha wakati uliwalea. Na kama kanuni ya jumla, hawatasahau sasa kwamba wamekuwa. Kumbuka tu, wapendwa, unaweza kuwafanya watoto wako kuwa na adabu. Yaani, unaweza kuwafanya waonyeshe tabia nzuri hadharani. Unaweza kuwafundisha jinsi ya kutumia kisu na uma na sio vidole vyao. Unaweza kuwafundisha jinsi ya kuonyesha heshima kwa mamlaka na mambo mengine mengi. Unaweza kuwafanya wawe na adabu, lakini huwezi kuwafanya wawe wa kiroho. Ni Roho wa Mungu pekee anayeweza kufungua macho yao kwa ukweli wa Injili. Unaweza kuonyesha njia, lakini Mungu ndiye anayepaswa kufungua mioyo yao. Ndiyo maana leo wazazi wa kiungu wanaweza kuwa na watoto wasio wa kiungu, kama vile wazazi wasio wa kiungu wanaweza kuwa na watoto wa kiungu. Na kwa kuelewa hili, kwa njia, ni Mungu pekee anayestahili sifa wanapokuwa wa kiungu. Hakikisha tu haujilaumu ikiwa macho yao yanabaki yamefungwa kwa hekima ya Mungu. Basi kwa hayo tumemaliza kwa leo. Mpaka kikao chetu kijacho, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.